Chama cha Mapinduzi CCM kupitia katibu wake mwenezi wa mkoa wa Arusha, Cyprian Ramsey, kimepinga vikali madai yanayoenezwa mitandaoni kuwa kinakiwezesha chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA hususan kiuchumi. Baadhi ya watumiaji wa mitandao wamehoji chanzo cha fedha cha CHAUMMA na kasi ya kuibuka kwake hasa kuelekea uchaguzi mkuu. Akizungumza na waandishi habari Mei 21 mwaka huu makao makuu ya CCM mkoani Arusha, Cyprian amesema kuwa madai hayo hayana msingi wowote na hayapaswi kupewa uzito. CHAUMMA ni chama kinachojiendesha chenyewe. CCM haina uhusiano wowote wa kifedha wala kimkakati na chama hicho. Tunajiuliza tungewasaidia kwa makubaliano yapi, alisema katibu huyo. Ramsey ameendelea kusema kuwa kama CCM ingekuwa na nia ya kuidhoofisha Chadema kwa makusudi, basi kwa mtazamo wake binafsi nguvu kubwa ingetumika katika kuisaidia ACT Wazalendo au hata CUF na si CHAUMMA. Wakati hayo yanaendelea leo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinafanya mkutano wake makao makuu Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na taarifa kupitia kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesema chama hicho kiko katikati ya vita dhidi ya watawala, huku akidai kuna njama za kupinga vikao na uamuzi halali wa vikao vya chama hicho na kujaribu kudhoofisha harakati za kudai mabadiliko ya kisiasa nchini. Akizungumza leo Ijumaa Mei 23 katika kikao maalum chenye ajenda 12 kinachofanyika makao makuu ya chama hicho Mikocheni jijini Dar es Salaam, Mnyika amesema wakati huu ni wa kihistoria kwa chama hicho na taifa kwa ujumla, huku akieleza kikao hicho kuwa sehemu ya kutafakari mustakabali wa chama hicho na demokrasia nchini. Chama kinapitia wakati mgumu, tupo katikati ya vita kubwa ya no reform, no election dhidi ya watawala ambao wanakwenda kinyume na matakwa ya nchi, amesema John Mnyika. Amedai kuwa serikali imekuwa ikipinga maamuzi halali ya Baraza Kuu la Chadema lililofanyika Januari 22 mwaka huu ambalo liliidhinisha uteuzi wa katibu mkuu, naibu katibu mkuu na wajumbe wa kamati kuu. Watawala wanafanya kila jitihada za kubadilisha maamuzi ya kamati kuu ambayo yalifanyika baada ya uongozi mpya kuingia madarakani. Hii ni vita ya wazi dhidi ya chama chetu, ameongeza Mnyika. Aidha, John Mnyika amesema watawala wanatumia mifumo yao ya kutaka kujaribu kutengeneza vyama mbadala ili kuziba pengo la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho ndio chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, huku akisisitiza kuwa vita hiyo wataishinda. Haya yote ni mapigano ambayo watawala wanapigana nayo, yote haya yakilenga no reform, no election. Lakini imani yangu chini ya uongozi wetu, vita hii tutashinda na mapigano yote haya tutayashinda, alisema John Mnyika wakati akimkaribisha John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hicho bara. Lakini taarifa nyingine kutokea jijini Dar es Salaam zinasema takriban wiki moja baada ya waziri wa ujenzi Abdallah Ulega kutoa maagizo ya kufanyika kwa uchunguzi dhidi ya mwendokasi wa ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya 4, wakala wa barabara nchini TANROADS imetangaza kufanya mabadiliko ya baadhi ya watendaji wa BRT. Mabadiliko hayo yanamhusu mhandisi mkazi wa mradi huo wa BRT4 anayesimamia sehemu ya kwanza inayoanzia maktaba Mwenge Ubungo jijini Dar es Salaam, mhandisi Rajabu Idi Rajabu pamoja na wataalamu wengine. Akitoa taarifa hiyo kwa niaba ya mtendaji mkuu wa TANROADS mhandisi Jefferson Nko, ameeleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na mkandarasi anayetekeleza ujenzi huo kufumua barabara katika eneo jipya la Palm Beach kupanga kabla ya kukamilisha kazi muhimu katika maeneo ya awali ya barabara hiyo kutoka Moroko Mwenge hadi Nkunda. Nko amesema wameamua kuchukua hatua hiyo kutokana na maagizo ya waziri wa ujenzi Abdallah Ulega aliyoyatoa jijini Dar es Salaam tarehe 16 Mei mwaka huu baada ya kufanya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa mradi huo na kubaini uzembe uliosababisha usumbufu katika barabara hiyo ambayo ni kinyume na malengo ya mradi huo. Katika pangwa hiyo, TANROADS imefanya maboresho ya usimamizi wa miradi ya BRT awamu ya 4 na ya kwanza, ambapo mhandisi Aleni Natai atasimamia BRT awamu ya kwanza, wakati mhandisi Justin Moshi na mhandisi Isa Mohamed watasimamia BRT awamu ya 4, lengo likiwa ni kuhakikisha miradi hiyo inasimamiwa na kutekelezwa kwa wakati, kwa karibu na ipasavyo.
Mhandisi Nko ametumia fursa hiyo kutoa rai kwa wakandarasi wanaotekeleza miradi ya ujenzi wa barabara hasa kwenye maeneo ya miji yenye changamoto ya msongamano wa magari kuhakikisha wanafanya kazi kwa mujibu wa utaratibu wa kimkataba na kufuata maelekezo ya mhandisi mshauri. Aidha, amewataka wasimamizi kutoka TANROADS kuhakikisha wanawasimamia wahandisi washauri na wakandarasi wanaotekeleza miradi ya ujenzi wa miundombinu nchini kwa karibu ili kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa wakati uliopangwa. Wakati hayo yanaendelea, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Isiaka Mchinjita anadaiwa kukamatwa na jeshi la polisi baada ya kutembelea mradi wa mwendokasi kuangalia kero wanazopitia wananchi. Taarifa ya kukamatwa kwa kiongozi huyo wa ACT Wazalendo imetolewa na ofisi ya habari ya chama hicho. Taarifa hiyo ilieleza kuwa alikuwa akifanya ziara ya kushtukiza katika eneo la stendi ya mwendokasi, lengo ikiwa ni kushuhudia namna ambavyo wananchi wanapitia changamoto katika usafiri huo. Taarifa hiyo imeeleza. Hata hivyo, baadhi ya viongozi waliojitambulisha ni wafanyakazi wa mwendokasi walimfanyia fujo kiongozi huyo wakitaka asipokee malalamiko ya wananchi katika kituo cha Kimara kutokana na madhira wanayopitia katika usafiri huo. Kwa sasa Mchinjita anashikiliwa na polisi katika kituo cha polisi cha mwendokasi. Taarifa hiyo ilimaliza kwa kusema hivyo. Lakini taarifa nyingine zinaeleza Gata Tuhaire, mwanaharakati kutoka nchini Uganda aliyekuwa amezuiliwa baada ya kukamatwa nchini Tanzania alipokwenda kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu, amepatikana mpakani mwa Tanzania na Uganda akiwa amejeruhiwa. Mwanaharakati huyo alikamatwa pamoja na mwanaharakati mwingine kutoka nchini Kenya Boniface Mwangi ambaye alipatikana jana siku ya Alhamisi katika mpaka wa Horohoro, eneo ambalo ni mpaka wa Kenya na Tanzania. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Uganda Agora Discourse kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X limethibitisha kupatikana kwa Gata Tuhaire leo asubuhi. Hii ni Sky4 Media.